Yesu akapita katika Galilaya yote, akifundisha katika masinagogi yao, akihubiri habari njema za ufalme na akiponya kila ugonjwa na kila aina ya maradhi miongoni mwa watu. Kwa hiyo sifa zake zikaenea sehemu zote za Shamu, nao watu wakamletea wote waliokuwa na magonjwa mbalimbali na maumivu, waliopagawa na mapepo machafu, wenye kifafa na waliopooza, naye akawaponya. Makutano makubwa ya watu yakawa yanamjia kutoka Galilea, Dekapoli, Yerusalemu, Uyahudi na kutoka ng'ambo ya mto Yordani. Amen. Bwana asifiwe. Yaani hapo hapo kukaanza kubadilika. Kwa wale kumekuwa na giza. Bwana asifiwe. Wakati nuru iliangaza kwao. Haleluya. Wakati nuru iliangaza kwao, ukombozi ulikuja kwa maisha yao kwa njia tofauti. Leo ninasema katika jina la Yesu Kristo, mambo yatabadilika. Haleluya. Nasema mambo yatabadilika. Kila mmoja akaanza kusema, angalia kile Bwana amefanya. Bwana atukuzwe. Si Bwana abadilishe mambo. Yale ambayo yamekuwa yakionekana kama haiwezekani, nasema inawezekana. Maana kwa hawa wote walikuwa wanajua giza. Inawezekana tunajua giza ambayo iko kwa jamii zetu. Unajua magonjwa ambayo yako kwa maisha yenu. Lakini nasema katika jina la Yesu Kristo, mambo yatabadilika. Haleluya. Mambo yatabadilika. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo, mambo yaanze kubadilika. Maana wote waliokuwa na giza, walikuwa wanaona giza. Wote waliokuwa chini ya uvuli wa mauti, wote waliokuwa wanateseka, waliona utofauti katika maisha yao. Bwana asifiwe. Leo si Bwana aonekane katika maisha yetu. Leo si mkono wa Bwana ugusike katika maisha yako na maisha ya jamii yako katika jina la Yesu Kristo. Nasema inawezekana. Haleluya. Nasema inawezekana na Mungu anaweza agusika katika maisha yako kwa njia tofauti. Haleluya. Si Mungu atusaidie. Kanisa, si Mungu atuwezeshe. Si nguvu za Bwana ziweze kuonekana katika maisha yetu kwa njia tofauti. Si nuru ya Bwana iangaze kwa maisha yetu kwa njia tofauti. Haleluya. Ninatamani wokovu wa Bwana. Ninatamani nguvu za Bwana zionekane katika maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Haya majira si Mungu wetu aonekane. Haya majira si Mungu wetu agusike kwa njia tofauti. Haleluya kanisa. Ninatamani Mungu aonekane kwa maisha yako. Ninatamani Mungu aguzike kwa maisha yako. Inawezekana habari njema hazijafika kwenu kwa sababu ya giza ambayo iliyoko. Lakini Yesu aliposikia Yohana ameshikwa, amewekwa gerezani, alijua wakati wa Yohana umefika wa kuondoka. Pengine umegojea watu wengine wasimame kwa jamii yako. Ni wewe Bwana natamani usimame. Uelewe huu ndio wakati wangu. Nasema uelewe huu ndio wakati wako wa kufanya mambo kwa njia tofauti. Si Bwana atusaidie kanisa katika jina la Yesu Kristo. Si Bwana atuwezeshe. Maana Yesu alipomaliza giza na akaanza kuita mitume kina Petro huko Galilaya, Yesu akaanza kwenda katika sunagogi zao. Alipoanza kuingia katika sunagogi zao, alikuta wagonjwa wameishi kanisani, wameishi katika sunagogi zao, lakini ni wagonjwa, ni watu wamefinyiliwa.
Haleluya. Ni watu wameteswa. Leo ninaomba katika jina la Yesu Kristo, kile ambacho kimekutesa sikibadilike katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Walikuwa na magonjwa, walikuwa wanateseka na kila aina ya uchungu. Bwana asifiwe. Lakini Yesu akajua huu ndio wakati wa kubadilisha mambo. Leo ninasema huu ndio wakati wa maisha yetu kubadilika. Huu ndio wakati wa maisha yetu kuinuka katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Si Bwana atusaidie, si nguvu za Bwana zionekane katika maisha yetu, si neema ya Bwana iguzike katika maisha yetu kwa njia tofauti. Si Mungu wetu aanze kuonekana kwa njia tofauti, si nguvu zake zianze kuonekana kwa njia tofauti katika maisha yetu. Haleluya. Ninatangaza katika jina la Yesu Kristo, haya ndiyo majira yetu na Mungu ataonekana kwa njia tofauti. Haleluya. Maana habari njema zimetufikia. Ninaposema habari njema zimetufikia, wakati ninasema tutaomba, kwa sababu kuna watu watapona. Kuna watu watasikia habari ya kwamba Kingdom Revival Mungu wake anaponya. Haleluya. Watu ambao wameteseka huko mbali wataanza kukimbia na kuja kuona huyu Mungu katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu gani? Wakati walipoanza kusikia kile kinafanyika, wakaanza kuleta wagonjwa wao kutoka mbali na karibu, kwa sababu giza imeondoka. Bwana atukuzwe. Uvuli uliokuwa juu yao wa mauti umeondolewa. Kile ambacho kilikuwa kinawatesa kimeondoka. Habari ambazo zilikuwa zinazuiliwa kwao sasa zinaweza kusikika. Si huyu Mungu aonekane katika jina la Yesu Kristo. Si uweza wake uonekane katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Natangaza wakati wa habari njema umefika kwa jamii zetu. Wakati wa habari njema umefika katika madhabahu haya. Wakati katika miji yetu habari njema imefika. Bwana atukuzwe. Haleluya. Najua watu wa serikali na watu wengine watakuja hapa wakitafuta kula, lakini si wakutane na kitu tofauti. Wakitaka kujua kuja kuona mambo machafuko na mambo mengine, si wakute mji ulio tofauti katika jina la Yesu Kristo. Shetani akipanga mambo mabaya olkalao, sisi tutapanga mambo makubwa na Mungu wetu mambo ya amani katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Shetani akipanga aibu katika olkalao, wacheni tutangaze katika olkalao kutakuwa na mambo ya tofauti, mambo yatakayomletea Mungu utukufu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Sio kile ambacho anataka kifanyike ndicho kitafanyika. Tutafanya mambo kwa njia tofauti katika jina la Yesu Kristo. Maana wingu la giza linaondoka katika jina la Yesu Kristo. Nasema wingu la giza linaondoka katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Na wote ambao wamekuwa wakiteswa na hii giza na magonjwa na mambo mengi watafurahia kwa utukufu wa Bwana. Haleluya. Situmwambie Bwana anaweza katika maisha yetu. Natangaza season zetu zimebadilika. Maana habari njema zitatufikia kila mmoja. Kule kumekuwa na giza, hiyo giza unaondoka katika jina la Yesu Kristo. Simama kwa miguu yako. Nataka ujitangazie katika jina la Yesu Kristo. Huu ndio wakati wangu. Huu ndio wakati wangu wa kusikia habari njema. Rekababoshika. Maana waliposikia habari njema, watu kama kina Petro hawakung'ang'ana na Yesu, maana tayari giza lilikuwa limeondoka juu yao. Kile ambacho kimekuwa kiking'ang'ana na wewe, sasa wakati wa giza kuondoka umefika, na utakuwa na testimony zisizo za kawaida katika jina la Yesu Kristo. Mwambie Bwana ni asante. Rekabashanda la mazia, rekabashotolobotika Jehova. Wakati wa habari njema umefika. Nasema wakati wa habari njema umefika. Reka zata la babotika Jehova. Nasema wakati wa habari njema umefika. Rika basete lebotika Jehova. Wakati wa habari njema umefika kanisa. Wakati wa kusikia kile ambacho sio cha kawaida.
umefika in the name of Jesus Christ. Rekabashanda la mazia leta sata la babotika. Jehova, huyu Mungu wetu ataonekana, huyu Mungu wetu ataguzika, huyu Mungu wetu rika yando lobotika. Jehova, rekabasata la babotika. Jehova, reka yanto lobotika. Jehova, shakabakanto lobotika. Jehova, rika yando lobotika.